Na mtazamaji, zimesalia dakika 3 zitimie saa 5 majira ya asubuhi saa za Afrika ya Mashariki. Karibu kwenye taarifa za yanayojiri. Yapo mengi tuliyokuandalia. Tutakuwa tunaangazia taarifa zinazogonga vichwa vya habari kwenye maeneo mbalimbali humu nchini na hata katika nyanja za shughuli ambazo zinaibua mazungumzo katika mitandao ya kijamii na pia katika vyombo vya habari. Tutakuwa tunafungua mazungumzo kwenye sehemu ya pili, ya 3 na ya 4 tukiangazia elimu ya kiufundi. Kumbuka vyuo vya kiufundi vimekuwa humu nchini kwa takriban mwongo mmoja sasa na vimekuwa vikitoa elimu ambayo sio rasmi, lakini hivi punde kumekuwa na mipango ya serikali ya kuwezesha vyuo hivyo kutoa elimu ambayo itakuwa ni bora zaidi katika kuboresha sekta ya ajira ambayo imekuwa changamoto hususan kwa vijana. Juzi katika siku ya Alhamisi juma jana ambapo rais alitoa hotuba ya hali ya taifa, alitaja idadi ya wanafunzi wanaojiunga na vyuo vya kiufundi kuongezeka maradufu. Tutakuwa tunaangazia hayo katika sehemu ya mazungumzo hapo baadaye. Lakini kwa sasa tutaangazia taarifa mbalimbali ambazo zimegonga vichwa vya habari. Karibu, jina langu ni Hadia Mwasiwa. Tukianza tuanze na hili ambapo je, ushawahi kukutana nao au hata kubwa zaidi ukawa mteja wao? Kwa kipindi cha miaka 2 iliyopita, mtandao wa uhalifu wenye watu wanaojifanya maafisa wa serikali umekuwa ukihama kutoka mji mmoja hadi mwingine, ukitapeli mamilioni ya shilingi kutoka kwa wafanyabiashara wa humu nchini. Wamejifanya maafisa wa mashirika ya serikali ikiwamo KRA, KEBS, EPRA, mamlaka ya mawasiliano, mamlaka ya kukabiliana na bidhaa feki na mingineyo. Na vile vile kwa mshangao mkubwa wamekuwa wakifanya misako yao wakiwa wameandamana na maafisa wa polisi waliovalia sare rasmi pamoja na matangazo ya gazeti rasmi la serikali yenye utata. Hivyo basi, ni vipi magenge haya yalivyoanzishwa? Vera Mora wa KTN anaripoti kuhusu moja ya kashfa kubwa zaidi ya utapeli humu nchini Kenya katika miaka ya hivi karibuni. Kwa zaidi ya miaka 2 wameendesha shughuli zao waziwazi wakifanya misako kwa kujiamini kana kwamba ni mamlaka halali, huku wakisaidiwa na vyombo vya usalama wakiwa na baraka kutoka kwa makamanda wa juu wa polisi. Mtandao huu unajiita Multiworks and Rights Enforcement Limited, kampuni binafsi inayojionyesha kama shirika la kutetea haki za watumizi wa bidhaa. Kutoka Nairobi hadi Kitui, Naivasha hadi Kakamega, Migori, Homa Bay, Mombasa, Narok, Bomet, Kitale na miji mingine mingi. Kundi hili limekuwa likihama mji hadi mji likitekeleza mpango wa utapeli ulioratibiwa. Wanasafiri kwa magari binafsi wakibeba vitambulisho vya kigushi na muhimu zaidi wakiandamana na polisi halisi waliovaa sare. Kinachowashangaza wachunguzi ni jinsi Multiworks ilivyopata matangazo ya gazeti la serikali nambari 1012/14 ya mwaka 2023 iliyowapa mamlaka ya kufanya ukaguzi wa bidhaa ambayo Wakenya hutumia. Zaidi ya hayo, wakadai kupewa msaada wa mashirika ya serikali, polisi na mkurugenzi wa mashtaka ya umma, matangazo ambayo baadaye yalibatilishwa kama ya gushi. KTN inamiliki barua kutoka ofisi ya naibu inspekta jenerali wa polisi Eliud Lagat ya tarehe 29 Novemba mwaka 2023 iliyosainiwa kwa niaba yake na afisa aitwaye Caleb Wesa, ikielekezwa kwa makamanda wote wa polisi wa maeneo, ikiwataka kusaidia taasisi hii yenye utata. Mfanyabiashara wa vifaa vya ujenzi jijini Nairobi alieleza KTN alivyoanguka kwenye mtego wa genge hili mara 2. So wao wakasema ni wafanyikazi na ni kitengo cha serikali. Nikamwambia sijaisikia kama hicho kitengo yenye kinajua ni Kenya Bureau of Standard. Wao wakaniambia ni kitengo ambacho kiko katika Kenya Bureau of Standard. Na walikuwa na askari 2 na baadaye bando wako na panja ambayo walikuwa wametengeneza. So wakaingia kwa biashara yangu wakasema wanataka kuangalia rangi ama siko na punch number na expiry date. So wakasukua rangi ndo kama 6, ndo moja ni around 11,000. Wakasema hizo zimeharibika wanaenda nazo. Halafu wananibeba niende niandikize statement. So baadaye tukaongea na wao wakaniambia basi niwape 30,000. Ndio sasa hiyo itakuwa kama ndio faini ya hiyo pesa. Nikamwauliza na wananiandikia. Wanaambia wanataka waniandikiwe niende nilale kwa polisi ndio niandikiwe keshowe. Huko Kitale, kaunti ya Trans Nzoia, kampuni hiyo ya Multiworks iliwaacha wafanyabiashara wakiwa na majeraha ya kiuchumi kutokana na tukio la aina hiyo. What they did is upon arrival in Trans Nzoia, they went to Kitale police station
and requested for the security backup from the area OCS, who gladly gave them some policemen to give them the necessary security backup as they went about their raid. The lowest they would extort was 50,000, and we had some cases where they would go as high as 200,000 shillings. And failure to produce this, they would apprehend and take the business people to Kitale police station, where they would be put behind bars. KTN sasa inaweza kufichua sura za umiliki wa kampuni hii gushi ya Multiworks. Kumbukumbu zinaonesha ilisajiliwa Agosti mwaka 2023, ikijengwa juu ya kikundi cha zamani kilichoanzishwa mwaka 2025 na msanii marehemu Poxy Pressure aliyefariki mwaka huo huo. Leo inaongozwa na Edward Olang, ndugu yake, pamoja na washirika kadhaa ambao sasa wanakabiliwa na hatari ya kukamatwa na kushtakiwa. Wanaochunguzwa kwa sasa ni pamoja na Edward Olang, Wycliffe Nyamanya, Nehemiah Nyaga Washira, Tabitha Kwena, Ruth Kaimuri, Alphonse Mtuku, Joseph Madhenge na Georgina Mugi. Nchini Kenya, mamlaka ya kuidhinisha tangazo kwenye gazeti la serikali ipo kwa rais, mawaziri wa baraza la mawaziri, mwanasheria mkuu, bunge kupitia kwa karani, magavana wa kaunti na baraza la kaunti, na pia idara ya mahakama kwa matangazo ya mahakama, huku uchapishaji halisi ukifanywa na mchapishaji wa serikali pekee. Hivyo basi, ni nani haswa aliyeruhusu matangazo yenye utata na kwa malengo gani? Oktoba mwaka 2024, tume ya maadili na kupambana na ufisadi EACC ilimwandikia barua mwanasheria mkuu Dorcas Oduor ikitaka maoni kuhusu shughuli za Multiworks. Katika majibu yake, Oduor aliwaagiza mawaziri wa hazina ya taifa na biashara kueleza jinsi matangazo ya gazeti la serikali yaliyodaiwa kutolewa kwa Multiworks yalivyotokea. Alisisitiza na nanukuu, chini ya sheria ya ushirikiano wa umma na binafsi, kifungo cha kwanza hakipei mtu au taasisi yoyote jukumu. Multiworks imetumia vibaya tangazo hilo la gazeti. Kwa hakika, imejionyesha kama wakala wa utekelezaji kwa msaada wa serikali. Mapema mwaka 2024, kufuatia kilio cha umma, mashirika mbalimbali ya serikali yalitoa matangazo ya umma yaliyopigwa chapa katika magazeti ya humu nchini, yakiwatahadharisha wananchi kuhusu Multiworks. Mashirika haya ni pamoja na CAK, SCA na KEBS. Tarehe 5 Februari mwaka 2025, wakati shinikizo la umma lilipoongezeka, Inspector Generali wa polisi Douglas Kanja alitoa amri ya polisi akielekeza kusitishwa mara moja kwa ushirikiano na Multiworks, akionya dhidi ya kutoa ulinzi wa polisi kwa taasisi hiyo. Licha ya onyo hilo, KTN imekusanya ushahidi kwamba mtandao wa utapeli unaendelea hadi wiki iliyopita. Hivyo basi, ni vipi kampuni binafsi ilipata kiwango hiki cha ufikiaji na ulinzi wa maafisa wa serikali? Na kwa nini licha ya amri kutoka kwa ngazi ya juu kabisa, utapeli huu bado unaendelea?